kuabudiwa, wakupewa sifa, bila kujitambua, lakini kwa huruma na neema yako Mfalme umetuwezesha na kutuamsha. Tumeona mwangaza kwa neema yako Mfalme. Tunasema asante, uhimidiwe Baba. Tunakutukuza kabisa Baba. Tazama muda huu sasa tuko mbele zako kwa ajili ya kukipokea chakula kitamu kizuri chenye amani na chenye afya, neno lako pekee Yesu Kristo. Baba, uwe pamoja na mkutano mzima, uwe pamoja na wababa wote, uwe pamoja na wamama wote. Mkutano mzima umekaribia mbele zako Mfalme. Utuwezeshe kimbilio, fungua masikio ya roho na ya mwili tupate kusikia tutakayofundishwa maneno yako yenye uzima. Baba, umwezeshe mwalimu wetu, utumikishe kimbilio kama chombo chako, maarifa yote umwezeshe Baba. Tunaamini ya kwamba utaanza pamoja naye na utamaliza pamoja naye. Tunakemea mamlaka ya giza, distraction zote za mwovu shetani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunaamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi kwa siku ya leo, kuanzia muda huu hadi jioni na siku hizi tatu zinazobaki mbele yetu. Baba, utuwezeshe katika yote, kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba, tunaamini. Amen. Amen. Baba, wote mkaribie na Mungu awabariki. Na wamama wote mkaribie mbele za Bwana na Bwana awabariki sana. Ni kusema tu kamkazo kadogo au nikumbushe juu ya maske. Kila mtu ajitahidi moja pia nayo mfuko aitoa ivae.
sababu ni utaratibu wa serikali yetu. Naamini ya kwamba tutaifanya hiyo na tutaitekeleza. Kwa hiyo tukae kimya, tusikilize maneno matakatifu ya Mungu. Karibu baba yetu, na Mungu akubariki. All right. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Natumai kwamba mlikuwa na jioni njema. Hata kama wengine walikuwa na kichwa kidogo, natumai kwamba Bwana alituliza kwa Roho wake Mtakatifu. Na kwamba mko wazima, na nimefurahi sana kuona asubuhi hii. Kabla sijaenda kwa neno, niko na matangazo machache ya kufanya. Kwanza kabisa, nilipewa salamu zingine jana jioni na wenzenu, ndugu zenu Wakongomani na wana wa huduma hii ya kiutume walio Marekani. Jana usiku Mtume Samuel Asani, wengine wenu hapa nafikiri wanamjua, alipigia simu jioni akasema kuna watu kwa semina ambao wananijua, wameniambia wako huko na huko. Nikamwambia kweli kabisa, hata nilitaja jina lao. Na tukaongea naye na akasema kwamba atajaribu apige simu leo tukiwa hapa kwa darasa, ili atumie salamu kwenye simu mpate kusikia sauti yake. Samuel Asani ni mmoja wa wale wana waliokuwa kwenye darasa letu la kiutume tukiwa Nyarugusu. Na yeye na mchungaji Isaac Apongela ndio walikuwa viongozi waliokuwa wanapanga mambo yangu yote ya kufundisha hapa. Na ni watu walioshika mafundisho vizuri sana. Chai nilichoma kidogo. Ni watu wale walioshika mafundisho vizuri sana, na walipoanza kufundisha watu walikuwa wanashangaa hawa wametoka wapi. Walifundisha neno kwenye kambi. Samuel alikuwa anikumbusha kuna siku moja walianza kufundisha siku kwa Dar es Salaam ama wapi. Na askofu aliyekuwa pale akawaita akawauliza, yani niambie ninyi mko na degree ngapi? Nasema tuna degree, akasema bana, mimi niko na masters, lakini sikufundishwa kiwango hicho umefundishwa. Nafikiri hii yako imefika PhD. Akasema bana, ile certificate ninayo ni ile ya kumaliza masomo ya darasa, sio hata ile inatambulika na serikali kwa viwango vya vyuo vikuu. Kuna wale waliokuwa pale Nyarugusu walioenda wakaajiriwa na makanisa na madhehebu ili wawe walimu wanaosimamia vyuo vya kufundisha watu Mungu, na walikuwa walimu. Sasa yeye ni mkimbizi hapo kwenye kambi Nyarugusu, lakini ameajiriwa, anapata mshahara kutoka kwa dhehebu moja pale, akufundisha viongozi pale neno la Mungu. Kile ninajaribu kuambia ya kwamba maneno haya mnayoyasikia sio rahisi kupata. Myatilie manani, myaheshimu, myandike vizuri, na ukirudi nyumbani kaa chini tena na Biblia yako. Usiamini kile nilichokuambia, amini kile Biblia inachosema. Soma tena, angalia tena yale nilikuambia. Soma tena Biblia yako, tafuta mistari mingine tena. Soma bila kusikiza maneno ya watu, soma ukisikiza neno na ukimsikiza Roho Mtakatifu, na utapata kujua ukweli. Na ukweli utafanya nini? Na saa zingine ukweli hugongana na kile watu wamependa. Saa zingine ukweli unagongana na kile watu wanapenda. Kuna kitu kimoja ninapenda kuhusu wamama na wadada wa kutoka Kongo. Kuna kitu kimoja mimi siwajui vizuri, lakini kuna kitu kimoja ninapenda kutoka kwao, vile wanavyovaa. Wanavaa kiheshima sana. Na hata wakienda ng'ambo, Marekani na Canada na Australia, bado wanavaa tu hivi. Ukiona picha zao bado wamevaa tu hizo rinda nzuri hivyo tu. Vijana wanaume wakienda huko wanaanza kubadilika. Sasa longi inafungwa hapa, lakini wamama wabadiliki. Bwana wabariki sana kwa hiyo. Amen. Kwa hiyo mchungaji Samuel atakapopiga simu, nimeweka data yangu on, maana atanipigia kwa WhatsApp. Akipiga basi
Nikisikia ikilia basi nitaweka on, nimwambie haya tuko darasani, uongee na wenzako walio hapa. Amen. Pili, kuna dada mwingine pia aliyekuwa kule Nyarugusu na akaenda Marekani, anaitwa Tunda Aenge. Jana usiku naye pia tukaongea na akasema nitume salamu kwa wadugu wote walio katika semina hii. Anashukuru nilipokuwa nikienda Nyarugusu hakuwa amejiunga na darasa. Yeye ni mwanafunzi ya walimu nilioacha mimi nikishamaliza nikarudi. Lakini ameshika mafundisho na kaenda. Kuna wengi walioshika mafundisho wako Marekani wanafanya mambo ya ajabu. Kuna ndugu moja, kaka moja anaitwa Mtenjwa Selemani. Kijana yake pia amechukua majina yake. Kijana yake pia anaitwa Mtenjwa Selemani. Kijana anaitwa na jina baba yake. Huyo kijana nilipokuwa kambini alikuwa mdogo hivi. Mdogo hivi. Sasa hivi amefika umri ya juzi alinitumia picha akiwa anahubiri kwa kanisa la wazungu. Wazungu kabisa, yani weupe. Anawafundisha kwa ibada yao Marekani. Hana degree ya university. Hakwenda chuo kikuu cha Biblia. Alikaa chini ya darasa langu, alikuwa anakuja na baba yake. Baba yake anakaa. Alikuwa kijana mdogo hivi. Nikamsikiza kijana akimwaga ufunuo wa Kristo. Ananiambia, baba, nilipomaliza wazungu waliniuliza nimetoa wapi kufundisha. Nikasikia mabega yangu yanafanya nini? Nikabidi niarudishe chini kabla Mungu kuniua. Kila mara unasikia mabega yako yanakuja chini, rudisha mwenyewe kabla Mungu kurudi. Nafurahi sana. Mimi nina furaha moyoni mwangu ya kwamba nimeonja, nimekula na nimeona matunda ya mafundisho yako. Mambo haya yatakufikisha mbali. Miashike. Huyo kijana aliyekuwa mdogo hivi sasa hivi ni mkubwa. Kila mara amepata mshahara sehemu yake ya 10 ananitumia. Kenya. Anasema, baba asante. Hiyo ndio naweza sema naye asante. Chukua kula. Mimi nachukua na nyama, kuku, samaki, chapati na mandazi. Samueli mpaka leo anasema kama hatungepokea mafundisho tungekuwa wapi? Tuliongea dakika 30 kwenye simu. Najaribu kuombea kwamba ukishika mafundisho haya vizuri utafika mbali sana. Utafika mbali kuliko mahali mimi naweza fika. Na Mungu atakutumia mbali kuliko vile anavyotumia. Asante. Nataka kuhimiza msikize mafundisho haya vizuri sana. Kuna wale ambao, ile tangazo la kwanza. Tangazo la pili kwamba kuna wale ambao nilipata majina yao kutoka kwa mwalimu Bangeni. Wale ambao walianza somo darasani mradi tu darasa lilipoanza, na wakasoma zile courses ambazo nilimwachia kaka Bangeni na wakamaliza. Hawakuwa wengi, lakini walimaliza. Walikuwa watu ngapi? 7. Na kuna wale ambao wakaja wakajiunga na darasa kama wale tayari washaendelea na wamefika mahali, na hao pia bado wanaendelea na masomo. Nilikuja na certificate za kutoka Kenya. Nataka niwaonyeshe moja. Wale waliosoma wakamaliza, kabla ya kupewa nitakupatia mtihani. Nitauliza maswali ili upite. Kama ni maswali 10 ili upite upate 7. Sawa, 7 kwenda juu. Ukipata 7 kwenda juu umepita. Na ukipita nitakupatia hiyo certificate. Lakini wewe pia utanipatia kitu kidogo, maana nilizichapisha na pesa. Ndio ya karatasi. Sio ya kulipa, ya karatasi. Zinakaa hivi.
imeandikwa Ramazani Kimanuka Bipo. Majina mengi mazuri. Iko na seal ambayo huwezi toa. Sasa huwezi karabati. Unaweza tafuta karatasi kama hii, unaweza tengeneza kama hii, lakini huwezi kuwa na seal hii. Unaona hii seal? Hii huwezi pata. Hii iko tu kwa hii. Nataka kuishika kidogo. Sasa wale ambao nilipata majina yao nitawapa mtihani ya kuuliza, sio ya kuandika. Maswali 10. Ukipata 7 juu ya 10 utapata. Sasa nikumuuliza ndugu Ramadhani hayo maswali 10 na apate 5 peke yake, narudi na hii Kenya. Si darasa nyingi. Jambo lingine, wale waliokuwa wanafanya kazi naye karibu sana, ili nijue ni siku gani nitakuwa tu na kipindi na wale ambao wako kwenye darasa letu la kiutume na wale ambao wanataka kujiunga nao, au peke yao ndio watakuwa badala. Tutakubaliana ni siku gani na ni saa gani, ili wengine wote ambao wamehudhuria tu semina wakati huo tutawapa nafasi ya kwenda nyumbani. Lakini wale ambao wameonja, wamesikia na wanatamani kuendelea kupokea mafundisho haya kwa darasa letu linaloendelea kila wiki, hao ndio watakaa na kuna maneno ambayo nitazungumza nao. Si ndio? Yesu alikuwa anahubiri hadharani, alafu kwa mahali anaingia kwa nyumba na anakaa na wanafunzi wake peke yao. Sasa hata sisi pia huu ni mkutano wa hadhara, na kuna wakati tunaingia kwa nyumba na ninakaa na wanafunzi peke yao. Na kuna mambo ambayo wanafunzi wanafundishwa kwa vilingi ambavyo watu hawaambiwi hadharani. Maana sasa wewe umejenga uhusiano na sisi. Na katika ufalme wa Mungu uhusiano ndio njia ya kupewa na kupokea vitu. Nitarudia, katika ufalme wa Mungu uhusiano ndio njia ya kupewa na kupokea vitu vya Mungu. Inamaanisha nini? Ukikosa kujenga uhusiano, umeacha njia ya kupewa na kupokea vitu vya Mungu. Ndio maana Mungu kabla hajafanya chochote kwa mtu yeyote, kwanza anajenga uhusiano naye. Na ili Mungu ajenge uhusiano nawe, kwanza anaanza kwa kujitambulisha. Unaposoma Agano la Kale yote, kila mara Mungu alikujia watu, anaanza kwa kusema, mimi Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Yakobo. Mimi Mungu mwenye enzi. Mimi Mungu aliye juu ya miungu yote. Mimi ndiye wa kwanza tena wa mwisho. Kwa nini Mungu alikuwa anaanza kwa kutambulisha? Ni kwa sababu hatuwezi kuwa na uhusiano naye ikiwa hatumjui yeye. Uhusiano ni matokeo ya ufunuo. Kila mara nikisimama hapa nikiwaletea ufunuo wa Kristo, ninajaribu kuambia tumia ufunuo wa Kristo kujenga uhusiano na Kristo. Heri usiwe na uhusiano na mimi, lakini uwe na uhusiano na Kristo. Maana mimi ni binadamu, naweza kufa, lakini Kristo anadumu milele. Ufunuo ndio njia ya kujenga uhusiano. Sasa hapa tukiwa hapa Malawi tunatafuta uhusiano. Ukisoma Yohana sura ya 6, kuna watu waliompenda Yesu sana wakimfuata kila mahali. Yesu akamwambia, ninyi hamjanifuata kwa sababu mnanipenda, au kwa sababu mnapenda Mungu, au kwa sababu mnapenda ukweli. Mmekuja kwa sababu ya ule mkate mlikula mkiwa nyikani, ndio maana mmekuja. Lakini akasema, lakini leo hii hakuna mkate. Leo hii chakula nitakachowapa ni mwili wangu, kinywaji mtakachokunywa ni damu yangu. Maana babu zenu walikula mana nyikani na wakafa, lakini mimi ni mkate uliokuja kutoka mbinguni, na yeyote alaye mimi ataishi milele. Wakashangaa, mafundisho magumu haya gani? Siku hiyo wanafunzi wake wengi walifanya nini? Mimi wasishtuki wanafunzi wakitoka darasani. Mradi nimesimama kwa kweli, sishtuki wanafunzi wakitoka.
Ikiwa nimewakosea ninawaomba msamaha. Lakini ikiwa sijawakosea na wanatoka, siwafuate. Maana nikikufuata rudi, kile kilikutorosha kitakutoa tena, maana nitaendelea. Yesu akasema leo mwili wangu na damu yangu. Hiyo inamaanisha nini? Uhusiano na mimi. Uhusiano na mimi, sio uhusiano na vitu vyangu. Kule Kenya watu wakisikia kuna kanisa ambalo liko na mzungu wanajaa hivi. Maana mzungu atatuma dola, atatuma pesa. Wanaenda pale wanapewa blanketi za bure, wanapewa suti za bure, wanapewa nguo za bure, viatu za bure, matibabu ya bure. Sisi ni wa kanisa fulani. Sio kwamba wanampenda Kristo, wanapenda vitu vya bure. Wanapenda vitu vya bure. Wamejaa huko hivi kama kumbe. Wanafikiri hilo kanisa linaendelea vizuri. Hakuna kanisa fulani, ni chama. Ni shirika la kusaidia watu kwa mahitaji yao. Sisi sio shirika la kusaidia watu kwa mahitaji. Sisi si chama. Sisi ni kundi la kuhudumu. Sisi ni huduma ya kiutume. Sisi ni mwanzilishaji ya huduma ya kiutume kila mahali tulipo. Tukiwa Kenya na mataifa mengine. Hata tuko Pakistan. Pakistan inaitwa the Islamic Republic of Pakistan. Yaani Jamhuri ya Kiislamu ya Pakistan. Tuko na shule pale zaidi ya 7 za kiutume. Mwaka jana ilifaa nirudi Pakistan, lakini corona ikafanyika. Watu tuangalie vile mwaka utakuwa. Mwaka huu vile nilikuwa siku ile niliingia hapa, mtume aliye Botswana anataka tuende. Mtume aliye Burundi anataka tuende. Watu wanaita, wanatafuta mafundisho haya. Na ninyi ndio mtanisaidia kufika sehemu zingine, maana mimi ni mtu mmoja. Sababu gani tunafundisha watu wawe wanafunzi na wainuke wa utumishi, ili tuweze kufanya kazi kubwa kwa wakati mdogo. Maana tukiwa watu 20 wanaotoka hapa, tunaweza tuma wengine Botswana, tume wengine Uingereza, tume wengine Burundi, tume wengine wapi. Kazi inafanya na kwenda kule, unakaa wiki 2 ukitoa mafundisho haya. Mwili wa Kristo unajengwa. Kwa hivyo sisi ni watu wa kutafuta uhusiano. Unaweza kuwa na mali, lakini kama wewe si mtu wa kutafuta uhusiano, hatuna uhusiano na wewe. Uhusiano kwetu ni wa maana sana kuliko kitu kingine. Unaweza kuwa na karama, lakini kama wewe si mtu wa kutafuta uhusiano, hatuna haja na wewe. Unaweza peleka karama yako kwingine. Kwa sababu uhusiano ndio unalinda vitu. Na uhusiano ndio njia ya kupewa na kupokea vitu katika ufalme wa Mungu. Nikiwa rafiki ya huyu Ahadi na amepanda ndizi, na kuna ndizi nyingi kwake, na nimemtembelea, ni lazima nimwombe ndizi na nipatie ndizi. Akiwa rafiki yako akikutembelea, unaona tu nimshikie kuku ama nifanye nini? Haulizi, maana umejenga nini? Uhusiano. Ukijenga uhusiano na Mungu, utapata vitu vya Mungu bila kuomba. Ndio maana ukiwa mchanga kiroho, kila mara umeenda kwa Mungu uko na hitaji. Mungu akikiona tu unakuja kwa Mungu, anajua ana shida. Ukiwa mchanga kiroho, kila mara umeenda kuomba na kufunga, kuna tabu kubwa sana. Ndio maana unaomba, umejinyima chakula, unaomba mpaka jasho, kila kitu kinatoka jasho na kamasi mate, kwa sababu kuna shida. Lakini ukikomaa, unaweza enda kuomba na kufunga na uitishi kitu kwa Mungu. Mzee Mungu, ninaomba na kukufunga ili nikuabudu tu. Sijakuja kuitisha kitu. Nimekuja tu kukusifu, ndio maana nimeacha chakula siku 7. Kukuabudu tu na kukusifu. Nikwambia tu vile wewe ni mzuri. Sina hitaji leo. Leo nimekuja tu kukufurahisha. Hao wamekomaa. Sijui wewe uko wapi. Na kuna watu, ukiwa mchungaji, kuna watu walio pale chini ya uongozi wako, ukiona amekuja kwa ofisi, kuna shida. Ukiona amekupigia simu, kuna shida. Mtu ni mgonjwa, anataka kwenda safari, hana nauli, anataka kumsaidia na nauli, kitu kama hicho. Lakini kuna watu ambao wanaweza kuja kwako, wamekuletea sukari, wamekuja kukujulia hali, wamekuja kusema nimekuja kukuona, sio kwamba niko na nini, nimekuja tu kujulia hali. Kuna mmoja kwa mzima na nimetokea na kuku choma. Mbona sana.
Mchungaji akianza kuwa na watu kama hao kanisani anafurahi, hata anaanza kunona kidogo. Maana hao ni watu ambao sasa wameanza kukomaa. Kuna watu ambao ukiwaona wamekuja kwa ibada wako na shida, lakini wakati maisha yao yanaendelea vizuri hawaonekani. Kuna watu ambao wao wanaendelea vizuri, hawaendelee vizuri, wako pale wanasifu. Hao wamekomaa. Bwana asifiwe. Haya, sasa ningependa ni anze kipindi cha leo. Yule rafiki yangu akonipigia picha hapa. Kila siku utakuwa unanipigia picha. Unapiga 2 asubuhi, unapiga 2 jioni. Moja unapiga ukiwa nyuma, moja unapiga ukiwa hapa. Sasa na unajua Mungu ulipa watu. Sasa fanya tu kiangalia tu, Mungu atakulipa. Mniruhusu leo niongee kuhusu ubatizo. Maana jana tulimalizia pale, si ndio? Tuliongea kuhusu kuzaliwa mara ya pili. Ndio. Na katika vitu vinavyohusika katika kuzaliwa mara ya pili, ya mwisho tuliandika pale ni kubatizwa. Na tukaongea habari za yule toashi wa Ethiopia na vile alivyokuwa na Filipo. Na Filipo alipoenda kwake akamkuta akisoma kutoka kwa chuo cha nabii Isaya. Na Filipo akamuuliza, "Je, unaelewa yale unayosoma?" Nitamwomba kaka yetu aliyetusomea jana akiwa tayari afungue pale aanze kutusomea tena. Mzee 35. Haya basi. Mzee pale 4:35. ndio utasoma mpaka 40. Tunasoma kwa jina la Yesu. Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko lilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, "Tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe?" Ndio. Filipo akasema, "Ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana." Ukiamini. Ni nini inaweza kunizuia nisibatizwe? Yameweka vikwazo kwa watu kabla hawajabatizwa, kwa sababu tunafikiri tunaelewa vizuri zaidi kuliko kina Filipo. Tunafikiri hapana, mtu hawezi batizwa tu hivyo hivyo, lazima afundishwe vizuri, aelewe ndio abatizwe, asipoelewa asibatizwe. Ukiangalia maandiko kuna hatua 3. Kuna kufundishwa, kuna hatua ya pili kutii, na hatua ya 3 kuelezwa. Asante sana. Kuelezwa. Hatua ya kwanza ni kufundishwa. Hatua ya pili kutii mafundisho. Hatua ya 3 kuelezwa. Ukisoma vitabu 4 vya Injili, Yesu anafundisha. Katika Mathayo anafundisha. Katika Marko anafundisha. Katika Luka Yesu anafundisha. Katika Yohana Yesu anafundisha. Baada ya kufundisha, Yesu akawatuma, "Enendeni basi mkayafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza
katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaagiza, na tazama niko nanyi hadi mwisho dahari. Amina. Sasa tukitoka kwa vitabu vya Injili tunaenda kwa kitabu gani? Matendo. Sio maneno ya mitume. Inaitwa nini? Matendo. Haitwi maneno ya mitume, kinaitwa matendo. Wanatenda nini? Mafundisho. Hii inaitwa kutii. Hii tunafuata katika matendo ya mitume. Sasa katika kitabu cha matendo ya mitume, mitume wanatii amri na mafundisho ya Kristo. Wanatii. Ukifundishwa, hatua ya pili ni kutii, kuweka mafundisho kwa matendo. Kila mara unapofundishwa, hatua inayofuata ni kuweka mafundisho kwenye matendo. Ukiwa sehemu ya huduma ya kiutume, inatakana ujue kila mara tunapokufundisha tuko na matarajio, na matarajio yetu ni kwamba ukishasikia mafundisho uende uweke kwa matendo. Huwezi kujua nguvu ya mafundisho usipoweka mafundisho kwenye matendo. Maisha yako hayatabadilika usipoweka uliofundishwa katika matendo. Utiifu unaachilia nguvu ulio katika mafundisho. Kuna watu ambao wakifundisha, wakishaandika, anaenda nyumbani anaweka mahali. Hii ni kitabu kimebeba mafundisho tulipokea kutoka kwa mtume yule aliyetoka Kenya. Kinakanga hapo. Sasa inakusaidia nini? Baada ya kufundishwa kuna kutii. Sikiliza ndugu yako, hatuko katika demokrasia. Hii sio Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii sio Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kenya. Hii sio Jamhuri ya Kidemokrasia ya Malawi. Hii ni ufalme. Uliitwa ukaingizwa katika ufalme, sio demokrasia. Kwa demokrasia kila mtu ako na maoni yake. Kwa demokrasia mfalme, rais ama kiongozi anaweza sema na watu wanapinga. Mwingine pia anainuka na maoni yake, na kikosana na yule anaanzisha chama chake, uongozi wake, utawala wake. Ndio shida tunayo huko. Ndio shida tulikuwa nayo Marekani juzi. Uchaguzi umefanyika, kura imepigwa, Biden amepata kura nyingi zaidi, Trump akakataa. Wamenibia kura. Sasa wewe ni rais, unaibiwa kura namna gani? Rais anaibiwa kura, anayeshindana na rais ndiye anaibiwa kura. Nani akona vifaa vyote na vitu vyote vya mamlaka? Ni rais. Unaliaje kama rais umeibiwa kura? Rais ndio anaibia watu kura. System ya Marekani tofauti na systems zetu. Trump alikuwa na haki ya kusema nimeibiwa kura ama sijaibiwa kura. Maana ni demokrasia. Kongo uko na haki ya kusema nimeibiwa kura ama sijaibiwa kura. Maana demokrasia. Katika ufalme neno ni ngapi? Njia ni ngapi? Mlango ni ngapi? Mapenzi yanayofanyika pale ni ngapi? Huwezi kuleta mapenzi yako katika ufalme. Huwezi. Ukitaka kujua sasa umeanza kuishi katika ufalme wa Mungu, unaanza kuomba hivi: mapenzi yako yafanyike. Hapo umeanza kutembea katika ufalme wa Mungu.
Lakini ikiwa wewe bado ni mtu ambaye unasoma maandiko, usome amri ya Mungu na uweke kando ufanye vile unavyotaka, wewe ni demokrasia. Hujaingia katika ufalme wa Mungu. Na mara nyingi sisi ni vichwa vigumu. Mungu anasema hivi na sisi tunaleta ujuaji wetu. Hata kama Biblia inasema hivyo, mimi sitafuata. Ati sehemu ya 10 sitoi. Mimi ninafundisha watu kutoa zaidi ya sehemu ya 10. Kwa maana sehemu ya 10 ilisisitizwa kwa Agano la Kale, haijasisitizwa katika Agano Jipya. Inamaanisha nini? Katika Agano Jipya uko na neema ya kutoa zaidi ya sehemu ya 10. Sasa wewe bado unang'ang'ana na kutoa sehemu ya 10, au unafikiri wewe ni mtu au tena ndani? Wewe bado kwa Agano la Kale. Sisi tunatoa zaidi ya sehemu ya 10. Ati sehemu ya 10 tu ndio pekee yake mtu bado anang'ang'ana nayo, anapingana nayo. Unapingana sehemu ya 10, watu wanatoa sehemu ya 20, watu wanatoa sehemu ya 30, watu wanatoa sehemu ya 40. Wewe bado unang'ang'ana sitoi sehemu ya 10. Umekwama nje. Hujaingia katika ufalme. Tuko katika ufalme. Jana tulizungumza juu ya amefanya nini? Ametuokoa, ametuhamisha, ametuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Hakutuingiza kwenye demokrasia, alituingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Na katika ufalme neno ni moja, amri ni moja, njia ni moja, mapenzi ni moja, mwelekeo ni moja. Usipofuata unapewa punishment. Ile mtu aliyepatikana kwenye karamu bila vazi la karamu, unajua nakula anashiba lakini hafai. Sasa mwenye karamu anampata kama bado anatafuna mfupa wa kuku tamu kama ile dada Mariam alipika jana, na anamuuliza, na wewe bwana, bwana wewe uko tofauti? Kila mtu amevaa nguo ya kukaa hapa, wewe uko na zako za kutoka nyumbani. Mbona uko tofauti? Akashika la kusema. Vile kiongozi alimhurumia. Alisema nini? Achukuliwe. Unajua anabebwa na hiyo mfupa ya kuku kwa mkono. Anabebwa naye anaenda nayo nje. Endelea kukula lakini utakula hii. Ni ufalme. Mwambie mwenzako tuko katika ufalme. Tumetoka kwa demokrasia. Na unajua sisi wa Afrika tunapenda vita sana. Na tunaitwa wa Afrika nywele ngumu. Napenda vita sana. Hata Kenya, ushaona vile uchaguzi wa Kenya unakwanga. Kila mara baada ya uchaguzi wa rais, ndugu yangu, dunia inawaka. Barabara zinachomwa. Zingine zimefungwa. Tumeibiwa kura. Maandamano kila siku usiku na mchana. Wakiapisha huko, upinzani pia unaapisha rais yao kule. Kuna rais ya watu na kuna rais ya Jamhuri ya Kenya. Tunapenda vita. Hiyo ni haki ya kidemokrasia. Kukubaliana na matokeo au kukataa. Hiyo ni haki ya kidemokrasia katika ufalme. Na ninataka muelewe ndugu zangu kutoka Kongo. Maana shida hii ya ukimbizi umetokana na shida ya kidemokrasia. Haifanyi kazi. Haitusaidii. Inapendelea huku, inaua huku, hatuko katika demokrasia tena. Tuko katika ufalme wa Mungu. Baba yetu uliye wapi? Jina lako, demokrasia yako. Sio demokrasia yako. Ufalme wako. Mapenzi yako wapi? Kama ilivyowekwa wapi? Ukishafaulu kuingia katika ufalme vizuri na unatembea kama mwana wa ufalme, ndio umeruhusiwa kuomba chakula. Sasa unasema, sasa tupe riziki yetu ya leo. Wewe umetangulia kuleta mahitaji yako na hujajitiisha kwa ufalme, ndio maana mambo yako hayajibiwi. Nitarudia hii. Baada ya
kukaa sawasawa katika ufalme kama mwana wa mfalme, anayetembea katika mapenzi ya mfalme, anayejua ya kwamba hapa sio demokrasia, sio mawazo yangu, sio kupenda kwangu, sio kutaka kwangu, sio vile ninavyofikiri na vile ninavyotaka na vile ninavyofikiria na vile ninavyowaza. Hapa ni demokrasia, hapa sio demokrasia, hapa ni ufalme. Na ni ufalme sio wa babu zangu, ni ufalme wa Mungu ambaye kiongozi wake ni Yesu Kristo. Na hapa sio mapenzi yangu, ni mapenzi yake. Unapojitiisha kwa mapenzi ya Mungu iliyo katika neno la Mungu, unapojitiisha na kutembea kama mwana wa ufalme anajua kwamba ako katika ufalme sio demokrasia, hapo ndipo sasa una ruhusa ya kuomba chochote unachotaka. Nasema sasa hapo semeni, tupe riziki, tusamehe makosa yetu. Tuko katika ufalme ndugu zangu. Ingiza hiyo hapa. Tuko katika ufalme. Kuna watu ambao wanapingana hapa ndani ya Mungu. Wanafikiri ni demokrasia. Neno la Mungu sio demokrasia. Neno la Mungu ni nini? Ni ufalme. Maana Yesu anaitwa mfalme. Yesu haitwi rais, haitwi waziri mkuu, anaitwa nani? Mfalme. Na katika ufalme amri ni moja. Katika ufalme wa Mungu neno ni moja, na hilo neno ni neno la mfalme Yesu Kristo. Ndugu yangu, kabla hujaendelea nisome tu huu mstari ili wenzangu wapate kuelewa. Kingine hapa, kuna kiti kingine hapa, kuna kiti kingine pale, bado kuna viti. Kuna viti huku. Mhubiri 8 ngapi? 8:4. Tunasoma kwa jina la Yesu. Ni vizuri kwamba unapoingia kuna kiti ukielekea huko mwisho ili kiti kisibaki katikati. Ngumu mtu akipita kugonga magoti ya watu. Tafadhali unapoingia kiti ukisonga mwisho ili wanaokuja baadaye wapate urahisi. Asante sana. Mhubiri 8:4 yake inasema, kwa kuwa neno la mfalme lina nguvu, naye ni nani awezaye kumwambia huyo wafanya nini? Neno la mfalme lina nguvu. Neno la mfalme lina nguvu. Maana ufalme na nguvu na utukufu ni wako Bwana. Neno la mfalme lina nguvu. Neno la mfalme kwa Kiingereza linasema kwamba mahali neno la mfalme limeenda, hapo kuna nguvu. Na kuna tafsiri nyingine la Kiswahili linalosema neno la mfalme halina mjadala. Si tafsiri gani? Kwa hivyo ndugu zangu, tukirudi hapa, kuna kufundishwa. Hatua ya pili ni kutii. Hatua ya tatu ni kueleza. Na hapa ndio sasa tunapata nyaraka zote kuanzia Rumi, Korintho, Galatia, Efeso, Wafilipi, Wakolosai hadi mwisho. Sasa una vile Agano Jipya limepangwa. Ukitoka kwa Mathayo mpaka kwa Ufunuo unapata mafundisho, unapata utiifu kwa mafundisho, halafu unapata maelezo. Hakuna mjadala pale. Katika vitabu vya Injili vinne Yesu anafundisha. Ukipenda anatoa amri. Mojawapo ya amri ni mbatizo watu. Marko 16:16, aaminie na kubatizwa ndiye atakayeokoka. Nendeni mkawabatize katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mathayo 28:19. Anatoa amri.
anawaambia kitu cha kufanya, anawafundisha. Kila mwanafunzi katika madarasa yetu, ukishafundishwa unatoka ukifikiria ni wapi ninaenda kuweka katika matendo. Unafundishwa ukifikiria na mimi pia nitafute mtu mmoja, wawili, watano niwafundishe. Hivyo ndivyo tunafunika nchi na ufahamu wa utukufu wa Bwana. Maarifa ya utukufu. Hapa kuna ngapi? 2 mstari wa ngapi? 14. Na nchi nzima itafunikwa na maarifa ya utukufu wa Mungu, kama vile maji yanavyofunika wapi? Bahari. Tutafunika aje dunia nzima na maarifa ya utukufu wa Mungu tusipowafundisha watu kila mahali? Kila mmoja hawezi ingia hapa ndani, kila mmoja hawezi toshea humu, lakini sisi tuliobahatika tukapata nafasi ya kuingia ndani tuna majukumu. Unapotoka hapa, yale uliyofundishwa, na mimi ninaenda kumfundisha akina nani? Ikiwa wewe ni baba, umeacha mama na watoto nyumbani, unarudi nyumbani unaambia mama na watoto, kabla mjalala nitachukua lesa moja niwafundishe yale niliyofundishwa. Leo nimefundishwa kwamba Agano Jipya lote linaweza gawanywa katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni mafundisho, sehemu ya pili ni utiifu kwa mafundisho, sehemu ya 3 ni maelezo ya mafundisho, ya kwamba ukifundishwa unatii na unapeana maelezo. Bwana pewe sifa. Maana tuko katika ufalme, tuko katika ufalme. Unasema ndio Bwana, huwezi kusema hapana Bwana. Ukisema hapana Bwana, nini inafanyika? Haiwezi kuwa nzuri kwako, si ndio? Kwa mfano, angalia hii Yohana 3:16 inasemaje? Yohana 3:16 inasemaje? Hapana, sasa usome. Ili kila amwaminie asifanye nini? Ukikosa kumwamini unapotea. Hiyo ni ufalme. Unaamini unapona, unakataa kuamini unapotea. Kupotea sio kukufa. Kama kuna mdudu anatembea hapa na nimekanyaga hivi, nikitoa mguu utaiona, hautaiona. Kwa nini? Amepotea. Mungu anasema ukiamini Yesu Kristo hautapotea hivi. Yaani mdudu alikuwepo, lakini sasa wafanya nini? Amepotea. Ndivyo wale wasimwamini Kristo watapotea. Hiyo ni ufalme. Unaamini unapona, usiamini unapotea. Agano Jipya iko hivi. Ndugu zangu, katika vitabu 4 Yesu anafundisha. Na watu wanamsikiliza. Na wale ambao hawaelewi kitu wanauliza maswali, wanaelezwa, wanashika, wanaweka chini. Yesu alipomaliza baada ya miaka 3 na miezi chache, akasema sasa mimi narudi nilikotoka. Na hata kama narudi niko nanyi. Inamaanisha sitaonekana kimwili. Nitarudi katika ile hali nilikuwepo kabla ya kuzaliwa na Maria. Nilikuwepo, lakini nilikuwepo katika hali ya kiroho. Nilikuwa katika ulimwengu unaoitwa mbinguni. Ndio sababu ninaenda, lakini niko nanyi siku zote hadi mwisho wa dahari. Inamaanisha mtaniona kwa mwili, lakini katika roho niko nanyi kila siku. Na ndio maana tunasema hapa Yesu Kristo yuko pamoja nasi leo. Ukiwa nyumbani kwako unasema Yesu yuko nami hapa leo. Hatumuoni kwa macho, lakini katika roho yuko nasi siku zote. Okay, sasa
mafuta kuanzia hapa kurudi chini. Tunabaki na Matendo 3:35 hadi 40. Ulikwisha soma mstari wa 35 na 36. Hebu rudia 36 tena ukiendelea. 36 inasema, wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya. Tazama maji haya. Ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo alikuwa kiongozi wa madhehebu yetu. Angemtolea orodha ndefu. Angemwambia, kwanza, hujalipa hela ya ubatizo. Na shida, hatuna mwekazini hapa, itabidi uende kwa ofisi ubebe risiti iliyo na muhuri imepigwa sahihi. Pili, hata hujajiunga na darasa la wanafunzi wanaoandaliwa kwa ubatizo. Tatu, hujabeba nguo za kubadilisha na umevaa nguo za kifahari, na hayo maji ni machafu. 4, hatujakutafutia baba ya ubatizo na mama ya ubatizo. Nani atakushika mkono unapotoka kwa maji na anakupanguza macho na anakuwa baba yako au mama yako ya ubatizo? 4, mimi sijawekewa mkono kubatiza watu. Mimi ni mhubiri tu hivi tu. Ni mateso yalinitoa Yerusalemu nikajikuta Samaria, na nikiwa huko nikasikia sauti inaniambia nikuje huku nikutane na wewe. Kwa hivyo sikutuma kukubatiza, sijawekewa mkono kukubatiza. Hivi vikwazo vinaitwa kwa lugha ya Biblia kazi zisizo na uhai. Ni taratibu zetu za kujaribu kuonekana wazuri mbele za Mungu, lakini hazileti uzima wa Kristo kwa watu. Ni tu sawa na kusema kwamba ili nihubiri hapa lazima nivae nguo zingine ndio nipate kusimama hapa. Nikishatoka hapa ninavua hizo nguo. Hizo nguo hazinipi roho, hazinipatii ufunuo, hazinisaidie kusoma maneno, lakini ni taratibu za dhehebu. Na kama ni taratibu zako, mimi sina shida nazo, maana mimi siwezi kuamua vile mnavyofanya vitu kwenu. Mimi ninaamua vile vitu vinafanywa hapa, sio kule nje. Mimi si hukumu walio nje, ninaongea na walio ndani. Wale walio sehemu ya mwelekeo wa kiutume na vile tunavyoona kwa maandiko, hao ndio tunawaambia unahitaji hii na hii na hii. Hizo ni kazi zisizo na uhai. Unahitaji hii na hii na hii, kama vile maandiko yanavyosema. Sijui ni lini mwisho nilibatiza watu, sijui. Nimebatiza watu sana. Indian Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Lake Victoria, karibu maziwa yote ya Kenya, karibu mito yote. Nimebatiza watu mpaka kwenye ile bafu ya kuogelea iliyo kwa nyumba. Unalala ndani, tunajaza na maji mpaka uzame. Maana tuligundua kwamba tukijaza maji ndio tunakuingiza, na tukakuta tulipata mama mmoja ambaye amebarikiwa kiasi. Tulipomwingiza ndani, maji yote yalimwagika nje, yakajaa kwa nyumba. Akamwambia wewe lala chini, tukafungua flechi. Mpaka ikamfunika. Ndio tunakwambia katika jina la Yesu Kristo tunakubatiza, tunamtoa. Nimebatiza watu kwenye pipa, tumejaza maji. Tunakubeba, tunakuingiza, tunakubeba, tunakutoa. Hakuna kitu kinatuzia kubatiza watu. Ninajua kwamba kuna watu wanasema kwamba lazima yawe maji yanayotembea. Lazima yawe maji yanayotembea, yanatembea na dhambi zako. Yaani hiyo maji inaosha dhambi. Hapana, umekosa kuelewa maandiko.
Lakini kama mnafanya huko, mimi sina shida nayo. Mimi nazungumzia wale ambao wanatii sauti yangu walio hapa ndani. Maji ni maji, lazima yawe mengi ya kuweza kukufunika. Tukiwa kwenye jangwa, mahali hakuna mito na mahali hakuna maji, tunaleta drum. Unajua drum? Tunajaza na maji. Ninatafuta wanaume wawili wenye nguvu kama huyu na huyu. Wanashika huyo mama, wanamnyanyua, wanamwingiza ndani. Mama anapiga magoti ndani mpaka maji yafunika. Tunamtoa. Tumebatiza watu kila mahali, tunazapata maji mengi. Filipo alipokuwa anahubiria huyu mtu, alimtajia mambo ya ubatizo. Alimtajia. Ninajuaje alimtajia? Maana walipoona maji, huyu ndiye alikuwa wa kwanza wa kuuliza, haya maji ndio sasa haya, ni nini itakayonizuia nisibatizwe? Na ningependa kusema, ndugu zangu walio hapa, hakuna kinachozuia mtu kubatizwa ila tu kile ambacho Filipo alisema. Hebu soma Filipo alimjibu aje? 37. Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Ukifanya nini? Ukiamini kwa moyo wako wote. Ni nani anayebatizwa? Yule anayeamini Yesu Kristo kwa moyo wake wote. Sio yule aliyemaliza darasa la ubatizo. Kuna watu ambao nimewazika nikiwa Kenya, kwa sababu kule katika dhehebu lao, kanisa lako hilo alitakuzika kama hukubatizwa. Kama hawakukubatiza hawatakuzika ukifa. Na kabla ubatizwe kuna darasa la miezi 6. Huyu mama alipo